Je, unafahamu kwamba punje mbili tu za iliki unazoweza kutafuna kila siku zinaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuboresha afya yako? Iliki ni moja ya viungo vinavyotumika kwa maelfu ya miaka katika tiba asilia nchini India, Mashariki ya Kati na Afrika. Leo, tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa iliki ina kemikali asilia kama Cinoel, Linomel na Terphyl acetate. Kemikali hizi ambazo zinaweza kusaidia kulinda mwili dhidi ya magonjwa mbalimbali. Lakini swali ni hili: je, nini hasa hutokea mwilini ukitafuna iliki mbili kila siku kwa siku 30? Katika video hii utafahamu faida 10 zilizothibitishwa na tafiti mbalimbali, namna ya kutumia kwa usahihi, na watu ambao wanapaswa kuwa waangalifu kabla ya kutumia iliki. Hakikisha unatazama hadi mwisho, kwa sababu faida ya mwisho huwashangaza watu wengi zaidi. Faida ya kwanza: hupunguza harufu mbaya mdomoni. Hii ndiyo sababu inayofanya watu wengi nchini India kutafuna iliki tu baada ya kula. Iliki ina mafuta muhimu yenye uwezo wa kupunguza bakteria wanaosababisha harufu mbaya mdomoni. Harufu nyingi mbaya hutokana na bakteria wanaobaki kati ya meno na kwenye ulimi. Kemikali zilizopo kwenye iliki husaidia kupunguza ukuaji wa bakteria hao. Mbali na hilo, iliki huchochea uzalishaji wa mate. Mate yana kazi muhimu sana ya kusafisha mdomo, kupunguza tindikali, kulinda meno na kupunguza kuoza kwa meno. Ndiyo maana baada ya kutafuna iliki, pumzi huwa safi kwa muda mrefu zaidi. Kama unapenda mada za afya, nikuombe bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake. Namba 2, husaidia mmeng'enyo wa chakula. Kama unasumbuliwa na tumbo kujaa gesi, kuvimbiwa, kujisikia kushiba muda wote, kiungulia mara kwa mara, iliki inaweza kusaidia kuongeza utolewaji wa vimeng'enywa vya mmeng'enyo. Matokeo yake ni chakula kumeng'enya vizuri zaidi, gesi kupungua, tumbo kuwa jepesi na maumivu ya tumbo kupungua. Ndiyo maana katika tiba nyingi asilia iliki hutumiwa baada ya chakula kizito. Namba 3, ina antioxidant nyingi. Miili yetu kila siku inashambuliwa na kemikali zinazoitwa free radicals. Hizi ndizo ambazo zinachangia kuzeeka mapema, saratani mbalimbali, magonjwa ya moyo, kisukari na magonjwa ya ubongo. Iliki ina antioxidant nyingi zinazosaidia kupunguza madhara haya. Kwa kufanya hivyo, hulinda seli, hupunguza uchochezi, huongeza afya ya mwili kwa ujumla. Namba 4, husaidia kushusha shinikizo la damu. Baadhi ya tafiti zimeonyesha kuwa matumizi ya iliki yanaweza kusaidia kupunguza shinikizo la damu kwa baadhi ya watu. Sababu ni kwamba ina potassium, ina antioxidant, husaidia mishipa ya damu kulegea, hivyo damu hupita kiurahisi zaidi. Muhimu zaidi kufahamu, iliki haiwezi kuchukua nafasi ya dawa za pressure, ni nyongeza tu ya mtindo mzuri wa maisha. Namba 5, hupunguza uvimbe mwilini. Magonjwa mengi huanza kutokana na uchochezi wa muda mrefu, mfano arthritis, kisukari, magonjwa ya moyo na baadhi ya saratani. Kemikali zilizopo kwenye iliki zina uwezo wa kupunguza uchochezi huu. Ndiyo maana watafiti wanaendelea kuchunguza matumizi yake katika kuzuia magonjwa sugu. Namba 6, husaidia afya ya moyo. Moyo unapenda vitu vitatu: mishipa iliyo wazi, cholesterol nzuri na uchochezi mdogo. Iliki inaweza kusaidia katika maeneo yote haya kwa kiwango fulani. Baadhi ya tafiti za wanyama na tafiti ndogo kwa binadamu zinaonyesha kuwa inaweza kusaidia kuboresha baadhi ya viashiria vya afya ya moyo, lakini bado tafiti zaidi zinahitajika kudhibiti manufaa yake kwa kiwango kikubwa. Namba 7, husaidia kudhibiti sukari ya damu. Baadhi ya tafiti zinaonyesha iliki inaweza kusaidia kuboresha mwitikio wa mwili kwa misuli na kupunguza msongo wa oksijeni unaohusiana na kisukari. Hata hivyo, ushahidi kwa binadamu bado ni mdogo, kwa hiyo endelea kutumia dawa
unazoandikiwa ikiwa una kisukari. Tumia iliki kama sehemu ya lishe bora, si kama tiba mbadala. Faida ya 8. Husaidia kupumua vizuri. Iliki imekuwa ikitumika kwa muda mrefu kusaidia kufungua njia za hewa. Mafuta yake muhimu yanaweza kusaidia kupunguza msongamano wa pua, kutoa hisia za njia ya hewa kuwa wazi, kupunguza usumbufu wa koo kwa baadhi ya watu. Hii ndio sababu iliki hupatikana katika baadhi ya bidhaa za asili zinazolenga afya ya njia ya hewa. Faida ya 9. Kusaidia afya ya ini. Ini ndilo kiwanda kikubwa cha mwili. Hufanya kazi ya kusafisha sumu, kutengeneza protini muhimu, kuhifadhi virutubisho. Baadhi ya tafiti za maabara na kwa wanyama zinaonyesha kuwa antioxidant za iliki zinaweza kusaidia kulinda seli za ini dhidi ya uharibifu unaotokana na msongo wa oksijeni. Hata hivyo, ushahidi kwa binadamu bado unahitaji kuimarishwa. Faida ya 10. Husaidia kupunguza mfadhaiko na kuboresha hali ya mwili. Harufu ya iliki imekuwa ikitumika katika aromatherapy. Baadhi ya watu hulipoti kujisikia watulivu zaidi, wenye nguvu, wenye umakini. Ingawa ushahidi wa kisayansi bado unaendelea kukusanywa, harufu yake inaweza kuwa sehemu ya mazingira yanayosaidia utulivu wa akili kwa baadhi ya watu. Namna ya kutumia iliki. Unaweza kutafuna punje 2 badala ya kula kila siku. Kwa kuanza kwa siku 30 kwanza. Weka kwenye chai, weka kwenye uji, kutumia kwenye maziwa ya moto, kutumia kwenye wali au pilau, kusaga au kuongeza kwenye juisi au maziwa au mtindi. Hakuna kiwango rasmi kinachopendekezwa kwa kila mtu, hivyo tumia kwa kiasi kama kiungo cha chakula. Naye anapaswa kuwa mwangalifu. Ingawa iliki ni salama kwa watu wengi, inapoliwa kama kiungo cha chakula kwa baadhi ya watu, wanapaswa kuwa waangalifu. Kwanza, wenye mzio, wenye allergy wa viungo vya jamii vya tangawizi au iliki, wenye mawe kwenye nyonga, yani gallstone, kwani iliki inaweza kuchochea dalili kwa baadhi ya watu. Wanaotumia dawa za kupunguza damu au magonjwa sugu wanapaswa kushauriwa na daktari kabla ya matumizi. Wajawazito na wanaonyonyesha wanaweza kutumia iliki kwa kiwango cha kawaida cha chakula, lakini wanapaswa kuepuka matumizi makubwa kupita kiasi au virutubisho bila ushauri wa kitaalamu. Kutafuna iliki 2 kila siku kunaweza kuwa sehemu ya mtindo mzuri wa maisha na kunaweza kuchangia kupunguza harufu mbaya mdomoni, kuboresha mmeng'enyo wa chakula, kuongeza ulaji wa antioxidant, kusaidia afya ya moyo, kusaidia kudhibiti shinikizo la damu kwa baadhi ya watu, kupunguza uchochezi, kusaidia afya ya njia ya hewa, kusaidia afya ya ini, kusaidia udhibiti wa sukari ya damu kama sehemu ya lishe bora, kutoa hisia ya utulivu na kuboresha ustawi kwa baadhi ya watu. Kumbuka, iliki si dawa ya kutibu magonjwa yote. Faida zake zinaonekana vizuri zaidi inapokuwa sehemu ya lishe yenye matunda, mboga, nafaka zisizokobolewa, mazoezi ya mara kwa mara na usingizi wa kutosha. Ikiwa umejifunza jambo jipya leo, bonyeza alama like, subscribe na washa kengele kwa ajili ya taarifa zaidi, ili usikose video nyingine zenye afya ya ushahidi wa kisayansi. Pia andika kwenye maoni, naanza kutumia iliki leo, ili tujue umejiunga na safari ya kuboresha afya yako. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.